Amani na salama. Nikukaribisha sana katika tafakari yetu leo tarehe 25 mwezi wa 12, ambapo Mama Kanisa leo anaadhimisha kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, kwa maana sikukuu ya Noeli. Nikutakie kabla ya yote heri na baraka tele za sikukuu hii ya Noeli. Mimi ni Sister Grace Teresia Po. Karibu kuungana nami. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Isaya 9:6. Ewe Mkristo, tambua cheo chako. Ndugu zangu wapendwa, kwa maneno haya ya Mtakatifu Leo Mkuu Papa, napenda kutafakari pamoja nawe juu ya fumbo la neno la Baba wa milele kutwaa mwili wa unyonge wetu na kukaa kwetu kwa ajili ya kutukomboa. Na mbele ya fumbo hilo kuu la ukombozi wetu, Mtakatifu Leo Mkuu Papa aliona ukubwa wa hadhi ya mwanadamu, lakini zaidi aliona ukuu wa cheo aliyopewa kila mwanadamu kwa nafasi ya pekee, kila Mkristo, yaani mimi na wewe. Naye mwinjili Yohane anatufundisha kuwa huyu aliyezaliwa leo na Bikira Maria hajaanza kuwepo leo. Huyu alikuwepo tangu mwanzo, alikuwepo kwa Mungu na alikuwa Mungu. Huyu alitoa mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Lakini si wote waliompokea, bali wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hao ndio wale walioliamini jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Rejea Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 1 aya ya 1 hadi ya 18. Ndugu zangu, hadhi na cheo chetu wa Kristo ni hicho, kwamba mwana wa Mungu ametwaa hali yetu ya kibinadamu ili sisi tutwae katika hali yake ya kimungu. Huu ni ubadilishano wa pekee, na si wa pekee tu, bali ni ubadilishano unaodhihirisha upendo wa Mungu kwa viumbe vyake vyote. Na tukitafakari kiundani kabisa, ubadilishano huu unaufaidisha upande mmoja, yaani sisi wanadamu, kwani Mungu ni mkamilifu na hana pungufu lolote, hivyo hana haja ya sisi ili awe Mungu, na ndiyo maana yeye ni wa milele. Lakini sisi wanadamu si wa milele, ila mwana wa Mungu ambaye leo ametoa mwili na kukaa kwetu anatufanya wa milele kwa kutupa hadhi ya kuwa wana wa Mungu katika yeye, lakini endapo kama tutampokea na kuliamini jina lake. Vipi, upo tayari? Je, huoni kuwa hiko ni cheo kikubwa mno? Mpokee basi leo mwana wa Mungu na kubali akae kwako, azaliwe kwako, aishi kwako, ili upate kuingizwa katika ufalme wa mbinguni, ufalme ambao mimi na wewe tunautazamia kila uchwao. Tuliishije fumbo hili la umwilisho wa neno wa Mungu? Tuiadhimishaje kwa namna nzuri sherehe hii ya kuzaliwa kwa Bwana? Je, kuvaa vizuri, kusuka vizuri au kunyoa vizuri na kubadilisha mlo na kupiga kakinywaji kidogo ndio namna sahihi na pekee ya kuliadhimisha fumbo hili? Kupamba nyumba zetu na makanisa yetu tu kunatosha kudhihirisha kumpokea huyu mwana wa Mungu? Bila shaka hayo yote yatakuwa na upekee na umuhimu wake endapo kama yataunganika na utayari wa kumpokea huyo Bwana na Mwokozi wetu kwanza kabisa ndani ya mioyo yetu, na kulidhihirisha hilo kwa maisha yetu na kwa mambo hayo ya nje tuliyoyataja. Ewe Mkristo, tambua cheo chako. Ndugu zangu, wapembuzi wa mambo husema mtu anapokuwa na furaha sana au hasira sana, anapaswa kuwa makini katika kutochukua maamuzi akiwa katika hali hiyo. Sisi leo tuna furaha kubwa sana kumpokea huyo mtoto mwanaume tuliyepewa. Mimi naomba leo nipingane kidogo na hawa wapembuzi wa mambo. Naomba leo nikushauri uchukue maamuzi fulani ukiwa na hiyo furaha yako. Ndugu,
chukua uamuzi wa kulitafakari kwa dhati fumbo la umwilisho wa neno la Mungu. Adhimisha Noeli hii kwa sala, tafakari ya neno la Mungu na kwa matendo mema. Chukua uamuzi wa kujadiliana na Mungu juu ya yale ambayo huwa hutaki kuyafikiria, kwani unaona kuwa ni magumu au pengine yanakupa mashaka wa kuyapokea kama alivyo au kuyaacha ili uwe mpya kweli kweli. Ndugu, hapa nazungumzia yale unayoyafanya na unayoyaishi. Je, yanaendana na hadhi yako? Hadhi ya kuwa mwana wa Mungu kwa njia ya mwanaye aliyezaliwa kwa ajili yetu. Mtoto aliyezaliwa ni mshauri wa ajabu, hivyo anaweza kukushauri. Lakini si hivyo tu, bali pia kwa kuwa ana uwezo wa kifalme mabegani mwake, anaweza kukusaidia na kukubeba hata kama hauna tena nguvu za kuyashinda yale ya kushindayo. Jilegeze tu, jiachie tu kwake. Kumbuka kama Mzaburi 51:17 anavyotuambia kuwa Mungu haudharau moyo uliovunjika na kupondeka. Ndugu, mpokee huyu mtoto, japo ni mtoto, ila kwake yeye wewe ni mtoto zaidi. Mbebe huyu mtoto moyoni mwako kila siku anapokuja kwako kwa namna mbalimbali, kwa pekee zaidi katika Ekaristi Takatifu na katika neno lake linalotangazwa kwenye maadhimisho ya liturujia takatifu na linalosomwa kwenye maandiko matakatifu. Je, ni nini kikuzuiacho kuipokea Ekaristi Takatifu? Una vikwazo gani? Je, huyo mtoto ameshindwa kukiondoa hicho kikwazo chako? Au ni wewe unayemkimbia kila mara anapokuita uende msemezane? Je, wewe unayempokea mtoto huyu katika Ekaristi Takatifu unampokea vema kwa imani, ibada na uchaji kamili na moyo safi? Je, unaungama dhambi zako na kufanya bidii ya kuishi maisha mema na neema daima? Au ndugu zangu, nisiwachoshe sana kwa wingi wa maneno, naomba nihitimishe kwa maneno ya barua Mtakatifu Paulo kwa Tito sura ya 2 aya 11 hadi aya 14 yanayosema: neema ya Mungu Mwokozi wetu inayowaokoa wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukiitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe na haki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema, na kutakia sherehe njema ya Noeli. Na Kristo Yesu azaliwe moyoni mwako. Tumsifu Yesu Kristo.